ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania kwa ujumla, awali yoyote napenda niwaamkie kwa maamkizi bora kabisa ya Kiislamu, maamkizi ya amani. Kwa Kiarabu niwaambie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kwa Kiswahili niwaambie amani ya Mola iwe juu yenu. Leo tarehe 20 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, kwa mara nyingine tena karibuni sana katika makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Tumewaita kwa mara nyingine tukijua nafasi yenu na umuhimu wenu katika jamii. Lengo kuu la wito wa leo au press ya leo ni kutoa shukrani za dhati kabisa kwa watu mbalimbali katika kuyafanikisha yale mashindano yetu makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Nitumie fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mola wetu, Mungu wetu, muumba wetu na mlezi wetu. Al-Hikma Foundation tunaamini ya kuwa bila ya Mungu tusingeliweza kufanikisha shughuli ile, mziki ule, nyomi ile, mafuriko yale ambayo hayajapatapo kutokea tangia tuanze mashindano ya Qur'an. Sifa zote njema anazistahiki Mola muumba mbingu na ardhi. Shukrani zote njema anazistahiki Mola muumba mbingu na ardhi. Baada ya kumshukuru Mola, nitumie fursa hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushirikiano wake. Serikali inatupa ushirikiano watu wa dini zote katika nchi hii, na ndio maana nchi hii ni nchi ya kipekee, nchi ambayo ina amani, upendo na mshikamano baina ya Watanzania. Kipekee, baada ya kuishukuru serikali kuu, ni shukuru wizara husika ambayo mwaka huu ni mwaka wa 10 wizara ikitupa ushirikiano, na nyote mmeshuhudia miaka 10 mfululizo tukifanya jambo letu ndani ya viwanja vyote viwili, Mkapa na Uhuru. Wizara tunaiomba iendelee kutoa ushirikiano ili huu upekee wa Tanzania uendelee kubaki, ili Waislamu waendelee kufurahi, kwa sababu hii ndio shughuli pekee, narudia kwa msisitizo na sauti kubwa, hii ndio shughuli pekee Tanzania inayokusanya Waislamu wote kwa mwaka mara moja. Hii ni kama sikukuu kwa Waislamu, na haya mashindano sisi tunaamini ni ibada kubwa sana kwetu, na ndio maana kwa miaka 10 hatujawahi kung'oa kiti, hatujawahi kuharibu facility za uwanja, hatujawahi kuleta uvunjifu wa amani. Sisi ni watu wa amani, waelewa. Watendaji wa uwanja na wizara ni mashahidi juu ya hilo, kwamba Al-Hikma Foundation wako vizuri, ni wastaarabu na watu wenye kuzungumzika. Mapungufu madogo madogo tusameheane. Baada ya shukrani kwa serikali kuu na wizara husika, nisiwasahau watendaji wa pale uwanjani, mkurugenzi wa uwanja, meneja, mameneja wote, madaktari wa uwanja, timu nzima, jeshi la polisi, zima moto, ndugu zangu wa skauti, kila ambaye
ameshirikiana na sisi kuhakikisha jambo letu linafana. Tunawashukuru sana, zaidi ya sana, hatuna la kuwalipa. Tunamwomba Mola Mlezi awalipe kila la kheri. Kisha nitumie fursa hii kuwashukuru wadhamini wetu ambao kwa kweli wametuamini sana Al-Hikma Foundation. Mwaka huu wanafika 75 au zaidi. Haijawahi kutokea shughuli kuwa na wadhamini zaidi ya 75. Wote ni wazalendo, wanatokea ndani ya nchi, hatuna mfadhili kutoka nje ya nchi, na nyote mlikuwa mkishuhudia tukiyataja makampuni yao na kuwapa tuzo mbalimbali. Waendelee kutuunga mkono, waendelee kutuamini, na watusamehe katika mapungufu pengine katika ugawaji wa tuzo au lolote ambalo limetokea nje ya uwezo wetu. Kipekee katika hawa wadhamini ni mshukuru mdhamini wetu mkuu, ambaye mimi kama mtoto wa mjini, mzaliwa wa hapa Temeke, huwa napenda kuwaita ni mwamba wa miambani. Hao si wengine ni PBZ, benki ya watu na chaguo la watu. Huko nyuma tuliwahi kuwa na mabenki mbalimbali ya Kiislamu, lakini PBZ amedumu. Sio jambo la kawaida kudumu kuwa mdhamini mkuu wa mashindano haya. Kwanza kwa akili haraka haraka tu udhamini wao ni mkubwa na mambo yao ni makubwa. Tunawashukuru sana PBZ kwa kudumu kuyadhamini haya mashindano, na tunaamini tutaendelea kuwa pamoja nasi. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kuwashukuru waandishi wa habari ambao tangia mwanzo wa mchakato mlikuwa na sisi katika press mbalimbali, katika promo mbalimbali, kuanzia siku ya uzinduzi kule Hayati Regency na mpaka siku ya uwanjani, siku ya tukio, na leo pia tuko pamoja. Mungu awabariki sana waandishi wa habari wa Tanzania na vyombo vyenu kwa ujumla. Mwisho, kwa umuhimu mkubwa kabisa, nitumie fursa hii kumshukuru kiongozi wetu mkuu wa kiimani, mufti na shekhe mkuu wa Tanzania. Ni mzee wa aina yake, mzee mpole, msomi mwenye hikma na busara, hakuwahi kututupa mkono. Tuko naye na mwaka huu tumeappreciate ulezi wake uliotukuka, na ndio maana tukampatia tuzo maalum ya ulezi uliotukuka. Mheshimiwa Mufti, popote pale ulipo, vijana wako, mchango wako tunaujua, tunauona na tunauthamini. Mungu akubariki sana. Mwisho, kwa umuhimu mkubwa mno na zaidi ya mno, na kwa msisitizo wa hali ya juu, waandishi wa habari muniruhusu nisimame. Nasimama kwa heshima zote, na wasaidizi wangu, katibu na mwenyekiti, msimame. Tunatoa shukrani kwa Watanzania. Naomba nipige saluti kwa Watanzania, na wasaidizi wangu pigeni saluti. Tugeuke polisi kwa muda mfupi. Saluti kwa Watanzania. Mmetuamini, mmetuthamini. Al-Hikma Foundation, taasisi pekee Tanzania, Afrika na duniani yenye uwezo wa kuwakusanya watu katika viwanja hivi. Nyinyi ndio mmetupa imani hii, na nyinyi ndio mliotufanya sisi leo tuitwe ndio wenye jambo kubwa kuliko wote. Maua kwa Waislamu na Watanzania. Salute kwa Waislamu na Watanzania. Hatuna uwezo wa kuwalipa. Kila Muislamu na Mtanzania aliyekuja Jumapili ya tarehe 16 kwa Mkapa amepata nafasi au akakosa nafasi, Mungu ambariki sana. Amen. Mungu awafungulie milango yote ya kheri. Amen. Mungu awafungulie milango yote ya riziki. Mungu awafungulie milango yote ya baraka. Mwenye maradhi katika nyinyi, Mwenyezi Mungu amponye na amvue maradhi yake. Mwenye dhiki, Mwenyezi Mungu ampe faraja. Asiyekuwa na furaha, Mungu ampe furaha katika maisha yake. Asiyekuwa na uwezo wa kifedha na riziki, Mungu amkunjulie riziki zake. Watanzania mmenifilisi,
hakika tuna deni kubwa kweli kweli kwenu. Sina la kusema. Mtoto wa TMK mimi nimeblow, maneno yameniishia. Mwaka huu hayakuwa mafuriko, sijui niiteje. Mungu awabariki sana, na wale tulio wakwaza ambao walifika wakajikuta mageti yamefungwa, wakaamua kurekodi klipu kwa kutumia simu zao. Wengine wakaniambia, Sheikh, kuanzia mwakani lipisha kiingilio ili kupunguza zahma hiyo. Yote haya ni uchungu wa watu kukosa nafasi na viwanja vyote kufurika, lakini naamini nyote mliokuja Mungu atawalipa. Hamjapoteza, hata kama hamkuingia, malipo mtayakuta hapa hadi akhera. Nashukuru sana kwa Waislamu na Watanzania, na maua mengi yaje kwenu. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha, munifikishie salamu hizi kwa Waislamu na Watanzania, na nakariri Waislamu na Watanzania nikiamini wale wote hawakuwa Waislamu na wenzetu walikwepo. Na ndio uzuri wa Tanzania bwana, tunakaa pamoja, tunashirikiana pamoja, na ndio maana shukrani zetu zinawaenea wote Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla.